Serengeti TV tumekusudia kukuhabarisha na kukuburudisha. Kafanyeni kazi ile iliyokusudiwa, mpate faida. Kama ni mwaka mmoja, mara ya pili mnapata mara mbili yake. Mimi natamani kuna wakati hata watu wapate milioni 100, kiwe kikundi kikubwa, kifanye shughuli kubwa, kiwe na mfano. Hii ni Serengeti TV, jina langu ni Prince Emma. Leo mkuu wa wilaya Serengeti ndugu Angelina Michael akiwa mgeni rasmi katika hafla ya utoaji wa mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wazima wenye ulemavu Serengeti. Amekabidhi hundi ya shilingi milioni 367 kwa vikundi 55 vilivyokidhi kupata mkopo huo. Aidha, akizungumza katika hafla hiyo, ametoa pongezi na shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu wananchi kunufaika na mikopo hiyo. Akiwa amehudhuria hafla hiyo, mbunge wa jimbo la Serengeti Mheshimiwa Mary Daniel amewaasa vikundi hivyo kujenga utamaduni wa kuweka akiba, kuzingatia marejesho kwa wakati, huku akiahidi ushirikiano kwa wananchi wote wa Nilikuwa naomba niwaambie ndugu zangu, mama zangu, vijana wenzangu na wananchi na wapenda maendeleo wenzangu wa Serengeti kwamba kwanza tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu kuna kipindi mikopo hii ilisitishwa. Tunashukuru kwa hekima zake na maboresho yaliyofanyika, mikopo hii ikaanza kutolewa tena. Mimi jambo moja ambalo naomba niwaombe, la kwanza kabisa, naomba mtambue kwamba pesa hizi mnapewa ni pesa za mzunguko. Yaani wewe leo ukipewa ukaboresha biashara yako, kesho tunatamani wewe uwe umesimama ili tuende tukafanyeje, tumpe na mwingine. Kwa hiyo niwahimize tujenge utamaduni wa kuwa tunajiwekea akiba. Yaani tuwe tunafanya saving, tuwe tunajiwekea viakiba hata vidogo vidogo. Ndugu zangu, kama mna vikundi imara mpaka mnaweza kupitishwa na halmashauri, ni ukweli vikundi hivi hamwezi kuwa mnakaa mnajitoza basi. Kama kwa mwezi mnakaa mara moja au mara mbili, mnakuwa mnajichangisha hata 1000 tu mnaweka kwenye akaunti ya nyingine. Wana maendeleo oye! Kwa kushirikiana na mkuu wetu wa wilaya pamoja na ofisi yetu ya maendeleo, tuhakikishieni ofisi ya mbunge itahakikisha mafunzo ya ujasiriamali yanaendelea kutolewa pamoja na mafunzo ya namna gani mnaweza mkawa mnajiwekeza. Hivyo tuwaombe muendelee kushirikiana na kama vikundi muendelee kuwa mnakutana. Wale wote mtakao ingia kwenye mikataba leo, nendeni mwe waaminifu. Yaani pesa unayopewa uwe na nidhamu ya matumizi yake. Uipeleke pale ilipolengwa. Kesho na kesho kutwa usije ukashindwa kurejesha mkopo wako. Kwa sababu ukipokea mkopo, kinachofuata ni kurejesha ili kikundi kingine nacho kipewe. Kwa hiyo niwaombe ili uendelee kuheshimika, uendelee kuona serikali yako ni nzuri, ndipo utakaporejesha vizuri ili kesho na kesho kutwa uweze kupata mkopo. Lakini niwaombe kila laheri, Mungu awabariki, mpate mikopo na iwe na uzalishaji mzuri ili muweze kusaidia familia zenu katika mahitaji mbalimbali. Cha kwanza, hizi fedha ni mapato yetu tunayokusanya, mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa hiyo tunawaomba nyewe wajasiriamali kukuza biashara, maana mnavyozidi kukuza biashara ndio na sisi tunapata mapato zaidi. Na mkiona tunapita huko mitaani, nyewe mwe mabalozi wa kutusaidia kukusanya mapato ya halmashauri, kwa sababu kwenye hayo mapato ndo tunatoa hii 10% ambayo leo hii mnapata milioni 367. Mikopo tunajua kuna kipindi ilifungiwa, lakini kwa huruma yake na kutaka wananchi wake kuwawezesha kiuchumi akafungua hili dirisha. Mama Samia oye! Lakini vile vile naomba nimshukuru mkurugenzi, kaka yangu amekuwa ni kiongozi bingwa sana. Ni mtu ambaye ukifikisha jarada lako analiambia hapo hapo, na ameruhusu mikopo hii imefanyika kwa haraka, tunaenda kuipata. Lakini vile vile ametekeleza agizo la Mheshimiwa Rais
la kuhakikisha wanatenga 10% ya mapato. Nani kama mkurugenzi wetu? Fedha ambayo imetengwa kwa kipindi cha sasa ni shilingi milioni 367. Na fedha zilizobaki zitatangazwa mwezi Januari. Mmesikia hayo mambo? Sasa mimi singeweza tungejuaje? Kwa maana vizuri. Unaona mkijielesha vizuri tu tunakuwa tunafanya hiki kote kila baada ya miezi mitatu. Zimerejeshwa naendelea kuwasaidia wengine. Ndio maana ya kumuuliza swali. Tunakushukuru sana. Kwa hiyo umetangaza hadharani hapa Januari dirisha limefunguliwa, si ndio? Tunashukuru sana. Kitu kingine wamesema walioomba vilikuwa ni vikundi 77. Vilivyokizi vigezo vilikuwa ni vikundi 76. Lakini leo hii vilivyopewa mikopo ni vikundi 55. Ukipiga mahesabu kuna vikundi 21 havijapata mkopo. Afisa maendeleo ya jamii si ndio sawa au nimechanganya? Kuna vikundi 21. Sasa mimi nilikuwa naomba kupitia laiki hii hivi vikundi kama vilikuwa vina changamoto, maafisa maendeleo ya jamii mkavilee. Kama vilikuwa vina changamoto wasaidieni. Sisi tunapokwenda kwenye vikao vya hadhara tunapata shida. Wanatuambia kwamba hizi fedha mnapeana kwa kupenda kwa kujuana. Kwa nini sisi tuliomba hatukupewa? Kwa hiyo naombeni sana muviweke kwenye database. Kama vilikuwa vina changamoto rekebisheni ili hawa tunapofungua dirisha tuanze na hawa ili tupunguze malalamiko. Gezeni sana kwa kukizi vigezo. Mmetembelewa, wameona mna biashara na mnaweza kurejesha. Na niwashukuruni mno. Amina. Naombeni mkawe mabalozi kwa hawa wapya. Waambie warejeshe vizuri. Wasiende kugawana hizo fedha. Wasiende kunogesha mapenzi. Unajua kina baba, sisi wa kina mama tukisharudi na hela ndio utaona upendo wa mwana baba. Leo ataenda kubobwa mgongoni hapa. Sasa msiruhusu. Hawa waliokizi vigezo watakapoomba awamu ya pili wapewe mara mbili ya ile walioomba. Waaminifu afisa maendeleo. Lazima hapo mfano waliomba milioni 10 wapewe 20 wameweza. Zile fedha zitakazopatikana msiende kugawana. Hizi sio fedha za kugawana. Na mkishagawana ndio kikundi kimepoteana. Kafanyeni kazi ile iliyokusudiwa, mpate faida. Kama ni mwaka mmoja mara ya pili mnapata mara mbili yake. Mimi natamani kuna wakati hata watu wapate milioni 100, kiwe kikundi kikubwa kifanye shughuli kubwa. Kiwe na mfano. Tusipeane hela ndogo ndogo. Kwa hiyo naombeni sana, naombeni msiniangushe. Mimi niwashukuruni sana, lakini niwaombeni mkahamasishe na vijana wengine, muambie kuna mikopo tena Januari na hizi fedha mkazifanyie kama kusudi lile mliokuwa mmelikusudia. Sawa tunawapenda sana. Kaka Gati nimeona kuna vijana wako wamepata. Vijana wangu hapo nashukuru. Sawa kabisa tunashukuru. Mnarejesha bisha siku mnakuwa mnaweza kujiendesha. Tunawashukuruni sana, lakini mkawaambie na vijana wenzenu fursa zipo na Januari dirisha linafunguliwa tena, sawa? Asante, naomba kusoma tarehe 18 mwezi wa 12 2025 NMB lipa vikundi vya wanawake, vijana na walemavu shilingi milioni 367 tu. Inaomba makofi mengi tafadhali. Kwa majina yangu ninaitwa Esther Patrice Paulo, ni mwenyekiti wa kikundi cha Malaika Matare, nipo wilaya Serengeti hapa Mgumu. Tumekusanyika hapa kwa hafla fupi ya mafundisho elekezi kuhusiana na mikopo ya kina mama. Tunafuraha sana kupewa mikopo na mama yetu. Tunaahidi kuitumikia vyema na kuirudisha kwa wakati upasavyo. Hivyo tunafuraha sana na tunawakaribisha na wengine. Karibuni mjumuike. Asante. Mimi ni mwanakikundi ambaye naitwa Jackson Steven Uberi. Ninatokea Burunga, kata ya Uwanja wa Ndege, wilaya ya Serengeti. Nimekuja hapa kupokea mikopo ya watu wenye ulemavu ili kufanya maendeleo katika kijiji chetu cha Burunga. Kwa hiyo nashukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa kutuwezesha sisi watu wenye ulemavu ili tupate fursa hii, ili tupate nasi kukamua katika miradi tunaenda kuifanya.
Kwa hiyo tunamuombea Mungu sana azidi kutusaidia hata tutakavyoendelea, ili tupate kusaidia na wenzetu walioko katika kijiji hiki, sababu tumekuwa na shida sana katika miaka ya nyuma, lakini tunaona mama huyu anatusaidia sana. Tunaomba Mungu amsaidie. Anaitwa Isaac Lameki Miluma, ni kijana au ni katibu wa kikundi cha vijana kazi moto Mgumu, ambao ni vijana ambao tumeungana kwa pamoja. Tupo vijana 5 ambao tumekuja kuomba mkopo wa halmashauri zile 10% za halmashauri ili iweze kutukwamua kiuchumi. Sisi vijana tunapenda kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama bingwa kabisa, mama ambao anakumbuka sisi wanyonge na wajasiriamali wadogo wadogo kwa kuweza kutenga fedha 10% ambazo zinapatikana na mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya Serengeti ili tuweze kupata sisi vijana tuweze kutukwamua kiuchumi, kwa sababu sisi vijana tumekuwa ni vijana ambao tunashinikizwa vitu vya ajabu ajabu, lakini kupitia mikopo ambayo tunaipata 10% hapa halmashauri yetu ya Serengeti, tunaenda kuondokana na zana mbaya, na zana mbovu, ushawishi wa kijinga, ili zile fedha tunaenda kujiwekeza na kufanya biashara zetu ndogo ndogo ambazo zitatukomboa kiuchumi, ili tuache tamaa ndogo ndogo kama wizi, uporaji, ili vitu vibaya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kutuwezesha sisi vijana, wanawake na wakina mama na makundi maalum walemavu kuweza kupata hii. Masharti mliojiwekea kama kikundi, kuweni waaminifu. Aminianeni ninyi kwa ninyi ili muhakikishe kwamba mikopo hii haiwatenganishi kwenye ndoa, haiwafanyi watoto washinde kumfahamu baba au mama yao kwa sababu tu alikuwa anakimbia mkopo, haiwafanyi watu washinde kusalimiana na kuhudumiana katika jamii kwa sababu tu wanakimbia nini? Mkopo. Tunaelewana ndugu zangu?